Mtazamaji wa Sat Media, nipo na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani Korefa, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Kibaha ambao leo wamefanya mabadiliko ya katiba yao. Mara nyingi katiba huwa zinatakiwa zisikinzane na vyama vile ama mashirikisho makubwa duniani. Mfano TFF haitakiwi kukinzana na CAF, lakini pia CAF haitakiwi kukinzana na FIFA. Sasa kwa mujibu wa kikao chao Kibaha, katiba yao ilikuwa inakinzana kidogo na vyama shiriki, kwa maana wao wanatakiwa wasikinzane na Korefa, lakini shirikisho la kabumbu Tanzania TFF. Nipo na mwenyekiti, hii ni exclusive interview kupitia Sat Media. Popote pale ulipo, mimi ni Kione Hamisi Mauruku. Asante sana mwenyekiti. Kwanza mimi nilichofurahi ndio mwenyekiti pekee ambao una majukumu mawili lakini unatekeleza kwa wakati mmoja. Hongera sana. Asante sana. Naposema majukumu mawili, kwa maana kwamba huyu ni mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Kibaha, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani Korefa, na slogan yao bwana ipo pale, wanasema Pwani lazima mpira uchezwe. Tuzungumzie kwanza hayo majukumu mawili, kuwa mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Kibaha, lakini pia kuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani, na jiografia mkoa wa Pwani tunaielewa. Hebu tuambie ugumu, how difficult is, yani kwamba kuna ugumu gani wa kuendesha vyama hivi kwa wakati mmoja? No, hakuna ugumu. Ukisoma ni unazungumza katiba na miongozo. Mimi nilipata kwanza kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya, lakini baadaye nikaona ninatosha kwa mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa, nikagombea, nikafanikiwa. Kwa hiyo nikajikuta nafasi zote mbili nazo. Lakini kitu ambacho najivunia sana, kwanza wilaya yangu naipenda sana, lakini pia mimi napenda mkoa wangu wa Pwani, lakini mimi ni mtu wa mpira. Napenda integrity na kusimamia misimamo kwa mujibu wa katiba na kanuni. Kwa hiyo kama ulivyoona, huu mkutano ni mkutano wa kikatiba, unanipaswa kuitisha na kufanya, lakini pia kulikuwa na agenda kurekebisha katiba. Sio takwa letu, ni takwa la kisheria. Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya michezo na kwa mujibu wa TFF, tunatakiwa katiba zote ziwe na utaratibu mmoja. Kwa hiyo wenzetu wilaya nyingine walikuwa wamefanya mikoa mingine, na sisi tunakwenda kutokana na hiyo unasema ugumu wa mkoa wetu na mazingira na hali halisi. Kwa hiyo leo sisi tunafurahi kwa sababu leo tumekuja kupitisha kwa kauli moja takwa la katiba kwamba katiba yetu iwane na Korefa pia na TFF, nadhani na CAF na FIFA. Pengine sasa utuambie wanapwani na Tanzania kiujumla, Pwani kwa sasa imejiandaaje sasa, ukiachia Kibaha leo kufanya mabadiliko, lakini Pwani yenyewe kama Pwani mmejiandaaje sasa kulipeleka mbele kabumbu letu, kwa sababu inaonekana mnatumia nguvu kubwa sana. Pengine labda hebu tuambie hii nguvu mnaitumia, kuna feedback zozote ambazo mnazipata? Tunakwenda vizuri sana. Wao wamekuja kwenye kikao chetu na umeona ni mwapongeza chama cha mpira cha wilaya kwa jinsi wameleta taarifa yao nzuri ya fedha iliyoko kwa mujibu wa taratibu. Yaani hapa hata akija mdhibiti wa TFF atafurahi. Tunaposema mpira uchezwe, watu wanafikiri ni kule miguu iseme tu uwanjani. Ni lazima na ile mifumo mizima ifanye kazi. Tatizo la Pwani ilikuwa mifumo sio mizuri sana ya kimpira, japo mpira uko wazi sana. Kwa hiyo sasa hivi unaona, ukiangalia this time tumekuwa na makamisa wa kutosha, tumekuwa na seminars nyingi mpaka ya rushwa, tumefundishwa na wakufunzi wakubwa sana. Tumekuwa na mpaka Mick Junior unajua alikuja hapa tumezungumza, lakini tumekuwa na waamuzi. Sasa hivi tuna madarasa ya watoto ambao wanajifunza, wanafanya vizuri sana. Sasa hivi tuna centers, kulikuwa kuna centers moja ilikuwa Kibaha, ingine ilikuwa Mkuranga, ilikuwa na Rufiji. Sasa hivi tunapeleka Mafia centers 2, lakini tunafungua nyingine Chalinze tulikuwa tumefungua, lakini tunapeleka Bagamoyo center nyingine. Kwa hiyo unaona lengo ni mpira uchezwe uwe rasmi. Huku kwetu ndondo ilikuwa kitu kikubwa, watu walikuwa wanaona ndondo ni mfumo, lakini sasa hivi nashukuru kwamba kwa mara ya kwanza sasa hata watu wa Dar es Salaam wanakuja kuchukua wachezaji kwetu. Kwa hiyo sisi hatutaki kuwa shati la kuazima, sisi tunataka tuwe na shati letu wenyewe. Kwa hiyo ndio maana unaona anapigana na mifumo hii, mpira lazima uchezwe ili tuweze kwenda mbali zaidi.
unaona watu wamekuwa wengi. Tunaandaa pia viongozi katika sports administration kuonesha namna ya kufanya kazi, shirikisho linatakaje, TFF Korefa inatakaje, na maana kwa upande wa pili wananiita mwalimu. Mimi ni mwalimu, achana kama ni mwenyekiti, lakini ni mwalimu. Kazi ya mwalimu ni kufundisha. Kwa mimi najisikia ufahari mkubwa sana kwa sababu yale maono niliyokuwa nayataka, nadhani na pia katika vile vipaumbele 11 vya Karia pamoja na vya Infantino, naona tunaenda nao vizuri. Tunataka soka la wanawake, tunataka soka la vijana wanacheza. Baada ya hapa sasa tutapambana na kuhakikisha tunakuwa na clubs ambazo zitaweza kwenda kucheza katika Premier League, kwa sababu tayari tuna timu ya Championship Barbarian, tuna timu ya First League, tunao Nyumbu. Japo Barbarian wafanya vizuri sana, lakini so far tunapigana wabaki tutengeneze. Mwakani tunaweza kuongojana na mimi wakati kwenye race ya kutafuta mtu wa kwenda. Lakini pia Nyumbu wako First League, tunapigana sana waende Championship. Wanafanya vizuri, wako kwenye zile top 3 ya juu, lakini inshallah tutakwenda. Kwa hiyo watu wameshajua tunataka nini na tunakwenda nao. Bwana, huyu ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Kibaha. Mimi pia ni mkazi wa Kibaha bwana, Mlandizi pale. Huyu hapa anaitwa Robert Munisi. Kwa wale wasomfahamu vizuri kama mtu wa Kabumbu, huyu aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa timu ya Polisi Tanzania wakati inafanya vizuri kipindi kile. Mnakumbuka kina Ditram Nchimbi anawafunga Yanga hat-trick? Basi ndio yeye bwana. Robert Munisi ndio huyu hapa. Mwenyewe anasema acha Pwani mpira uchezwe. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauru. Hakikisha unakwenda Instagram pale kwa jina la Sat Media, nenda YouTube kule subscribe ule wa kwanza kupata taarifa zetu. Tukisema ting tapa ting kitu baada kitu. Waya say. Mwenyekiti hongera sana. Asante.